tunaona mpaka sasa polisi wameua watu wengi kuliko watu wote waliouawa na majambazi tukiasikia uhuru mpaka leo. Tarehe 9 Disemba siku ya uhuru, na pale nadhani tunahitaji uhuru wa pili ambao utakuwa ni uhuru kutokana na dhambi, kwa sababu mtu kama anatenda dhambi na maana yeye ni mtumwa wa dhambi, kwa sababu tunaona wanaharakati wanasema maandamano yatakuwa ya amani kabisa. Huyu hapa ni mtoto wa kwanza wa mwanzilishi wa taifa, baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, ambaye anajulikana kama Andrew Nyerere, ambaye ametoa mtazamo wake kuhusiana na maandamano ya Disemba 9 ambayo bado yanazidi kupangwa na baadhi ya Watanzania. Sasa kwenye klipu hapa bwana umetoka kumsikiliza mwenyewe akitambuka kwa kinywa chake akisema kwamba polisi bwana wameua watu wengi sana kuliko majambazi walivyowahi kuua Tanzania nzima. Yaani idadi, ukijaribu kulinganisha idadi ya polisi ama idadi ya wananchi ambao wamekufa kwa risasi za polisi ni wengi zaidi kushinda idadi ya raia ambao walishakufa kwenye mikono ya majambazi. Sasa kwa kiasi anasema kwamba hii ni moja kati ya dalili ya kuonyesha kabisa kwamba Tanzania inahitaji uhuru, na ametangaza kwamba tarehe 9 ya Disemba itakuwa ni siku ya uhuru wa pili. Of course ni siku ambayo Tanzania huwa inasherehekea siku ya uhuru, lakini sasa hapa anasema kwamba utakuwa sio uhuru ambao Tanzania wamekuwa kisherehekea siku zilizopita. Hii itakuwa ni siku ya kuadhimisha uhuru mwingine wa pili, lakini pia anasema kwamba huu ni uhuru kutokana na dhambi, si uhuru kutokana na vita ama uhuru kutokana na vitu ambavyo labda tu wengi watakuwa waelewi, lakini kwa kiana hizi kwamba uhuru kutokana na dhambi. Kwa sababu gani? Yani anasema kwamba kulikuwa na madhambi mengi sana ambayo yalishuhudiwa Oktoba 29, na ilikuwa na madhambi ya kuua. Sasa mwisho wa siku baada ya madhambi yao kutokea, inabidi sasa yafanyike tena sherehe ama ifanyike tena sherehe zingine za kupata uhuru wa pili ambao utakuwa ni uhuru kutokana na madhambi. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema Andrew Nyerere ambaye ni mtoto wa kwanza? Huyu ndio mtoto wa kwanza kabisa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni mwanzilishi ama baba wa taifa la Tanzania. Ametoa mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika Tanzania, mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho kinapangwa na Watanzania kufanyika tarehe 9 ya Disemba, ikiwa ni D9, siku ya maandamano ambayo pia serikali imetangaza kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya kuweza kuadhimisha uhuru, lakini hakutokuwa na sherehe za kuadhimisha siku ya uhuru. Badala yake bajeti ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya shughuli hizo imeenda moja kwa moja kwenye masuala ya kutengeneza miundombinu ambayo iliharibiwa na waandamanaji siku ya Oktoba 29. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.